namna gani kuhusiana na mada hii komavu? Naam, asante sana Kirobi, na bila kupoteza wakati nikawapa tu na viongozi wa kidini katika kaunti ya Elgeyo Marakwet wakiongozwa na mwenyekiti wa muungano wa madhehebu mbalimbali katika kaunti ya Elgeyo Marakwet Bwana Bishop Aaron Kwambai. Askofu, leo tunajadili kuhusu mienendo na tabia ya wanasiasa. Inasemekana kuwa wanasiasa siku hizi wameingilia kanisa, wao wenyewe wanakuja kuchipikia debe. Pengine nyinyi kama viongozi wa kanisa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet mnasemaje? Asante sana Fabian, tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambaye Mungu ametupatia kama viongozi wa kanisa. Na kwa hivyo sisi kama viongozi wa kidini tunajiandaa sana kila wakati tukijua kwamba wanaokuja kanisani ama mahali pa kuabudu wanakuja kuabudu. Na unajua kwamba Fabian, sisi hatuandiki barua kwa nani atakayehudhuria ibada. Kwa hivyo kila mtu ambaye anayehudhuria ibada, wakiwemo wanasiasa, tunawatarajia wao wakuje kwa nyumba ya Mungu kuja kuabudu, kuja kusali, na hiyo ndio kile ambacho tunatarajia wanasiasa wanapokuja kanisani, kwa sababu hawa ni baadhi ya watu ambao wanaokuja kuabudu. Na sisi viongozi wa kidini bila kuwabagua, tunajua kwamba kila mmoja ambaye anakuja nyumba ya Mungu anakuja akiwa na lengo ya kuja kuabudu ama kuja kwenda mbele za Mungu ili aweze kupata pia ibada kutoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Shukrani sana Askofu. Swali lingine ni kuwa kuna mjadala kubwa sana inayoendelea kuhusu mchango ya wanasiasa. Pengine kama kanisa mnasemaje? Fabian, hilo ni swali ambayo pia ni mjadala mkubwa kweli, kama vile unavyosema ya kwamba kwa sasa mambo yamebadilika, kwa sababu nyumba ya Mungu bado ni nyumba ya Mungu, na kila mmoja anatarajiwa kuja kufanya ibada, na hata mchango ambao unaofanyika kanisani ama katika mahali pa kuabudu, kila mmoja anayekuja anakuja akiwa na heshima, akijua kwamba anaenda kwa nyumba ya Mungu. Na kama kuna mchango ambaye anayeenda kutoa katika nyumba ya Mungu, ni mchango ambaye anayetoa si kama mwanasiasa, anatoa kama muamini, kwa sababu nyumba ya Mungu haina ubaguzi. Watu wote ambao wanaokuja kwa nyumba ya Mungu tunawatarajia waweze kuja kutoa mchango wao wakiwa wanaheshimu kwanza Mwenyezi Mungu. Si kwamba wanakuja kutolea kanisa ama kutolea kiongozi wa dini, lakini anakuja kutolea Mwenyezi Mungu, na hiyo ni uhusiano wake pamoja na Mungu. Na wakati wa mchango, unajua kuna matoleo mbalimbali ambayo yanatolewa kanisani. Kuna matoleo ambayo ni ya kutoa sadaka maalum, kuna matoleo ambayo ni ya kulipa fungu ya 10, kuna matoleo ambayo unatoa kanisani kama kuna mradi ambayo inafanywa kanisani, pia inatolewa katika njia ya kuheshimu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo unapotoa, hautoi ili kwamba uonekane kwamba umetoa, unatoa kwa sababu unatoa kwa moyo wako, na yule ambaye ungependa aweze kuheshimu ama aweze kupokea ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini tu kwa sababu Mwenyezi Mungu hayuko katika hali ya asili, kuna ile structures ambaye zilisomo za kupokea matoleo yako, lakini natolewa kwa hali ya unyenyekevu na kwa ajili ya kuheshimu Mungu. Nafahamu Askofu kuwa mko na mkutano. Pengine tu swali la mwisho ndio tupate kumaliza. Tumeshuhudia furuku katika madhehebu mbalimbali humu nchini, na haswa inachangiwa sana na viongozi wa kisiasa. Pengine kama kanisa msimamo wenu ni nini? Alafu ushauri wako kwa wanasiasa ni ipi? Tukimaliza. Ndugu yangu, shida ya ubinafsi ndio chanzo mkubwa sana ya vita na hata furuku katika mahali pa kuabudu. Watu wakiwa na nia kando na kuabudu Mungu, kwa sababu nyumba ya Mungu ni mahali pa kuabudu. Kwa hivyo watu wanapofikia kiwango ya kupigana na kufurukana ni kwa sababu ya vitu ya kibinafsi. Unajua wanasiasa ni waheshimiwa, na kweli katika hiyo jina ya kuheshimiwa, na si hata waheshimu tu nyumba ya Mungu, na hata wao wajiheshimu na waendelee pia kuunganisha watu wetu, lakini wasiwe chanzo ya kutenganisha watu, lakini wawe chanzo ya kuunganisha na kushirikiana pia, wakitafuta mashauri, kwa sababu pia hapo mahali pa kuabudu ni mahali hata wanatafuta baraka, na kwa hivyo mahali pa kubarikiwa isiwe pia mahali pa kulaaniwa. Yes. Shukrani sana Askofu. Bila shaka Kirobi, hawa ni baadhi ya viongozi wa kanisa ambao wameweza kufika mahali hapa. Wako na mkutano katika eneo hili la shule la upili ya St. Patrick's hapa Itena. Wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na swala nzima la wanasiasa na kanisa. Kutoka kwangu Kirobi, narekesha kwako. Jina langu ni Fabian Kibet.